Ndoa ni jambo la heri na baraka tele kwa wawili waliopendana, kama ilivyokuwa kwa Mauro Icardi na Wanda Nara hapo awali. Hata hivyo, mara nyingi mambo yanapoharibika, heri hiyo hugeuka kuwa uwanja wa vita vya maneno na sheria. Hivi karibuni mzozo kati ya star huyo wa soka wa Argentina na mke wake huyo wa zamani umeibuka tena hadharani. Safari hii ukiwa na madai mazito ya fedha, talaka na malezi ya watoto wao. Icardi alitumia ukurasa wake wa Instagram kudai kwamba ameshinda kesi yake ya talaka dhidi ya Wanda Nara. Kwa mujibu wa mshambuliaji huyo, Wanda alikuwa akidai jumla ya euro 480 kwa mwezi katika mchakato wao wa talaka. Icardi anadai kwamba kiasi hicho kiligawanywa kwa namna hii: euro 250 kwa mwezi kwa ajili ya Wanda mwenyewe, euro 130 kwa mwezi kama matunzo ya watoto wao wawili wa kike, pamoja na euro 100 nyingine kama sehemu ya mchakato wa talaka. Lakini Wanda hakukaa kimya. Alijibu mara moja akisema kwamba suala la matunzo ya watoto litatatuliwa katika uamuzi wa mwisho wa talaka. Kisha akamrushia Icardi maneno makali akisema, "Ni jambo la kawaida, mimi nina kazi, wewe huna. Tayari tunajua kwamba nitapata matunzo hayo. Tafuta kwanza klabu ndipo uweze kutimiza wajibu wako kama baba." Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa, huku Wanda pia akimtuhumu Icardi kwa kuwazuia watoto wao kurejea Argentina. Kwa mujibu wa Wanda, watoto hao wanataka kurudi Argentina ili waendelee na masomo yao na kuwa karibu na familia yao. Hata hivyo, anadai kwamba Icardi anawazuia kufanya hivyo na kwamba hali hiyo inawasababishia kile alichokiita unyanyasaji zaidi, kutendewa vibaya zaidi na maumivu zaidi. Sasa vita hii hadharani kati ya Icardi na Wanda inaonekana kuwa bado haijaisha. Wakati suala la talaka likiendelea, macho yote yanaelekezwa kwenye uamuzi wa mwisho kuhusu matunzo ya watoto wao na mustakabali wa familia yao. Mapambano haya ya kisheria yamefikia hatua muhimu kufuatia maamuzi mawili makuu ya mfumo wa sheria nchini Italia. Mnamo tarehe 1 Juni mwaka 2026, jaji anayeendesha kesi hiyo alitupilia mbali kabisa madai hayo ya fedha, huku Icardi akiyaita madai hayo kuwa ni uendawazimu na jaribio la kuendelea kumnyonya kifedha. Na tarehe 27 Julai mwaka 2026, baada ya Wanda na upande wake kukata rufaa kupinga uamuzi wa kwanza, mfumo wa sheria wa Italia ulitupilia mbali rufaa hiyo na kuitangaza kuwa haikubaliki. Tarehe 27 Julai imefunga rasmi milango ya madai ya maombi yote ya kifedha yaliyokuwa yakiombwa na Wanda Nara nchini Italia. Icardi amebainisha kuwa sasa imebaki hatua moja tu ya mwisho, kupatikana kwa hukumu ya mwisho ya talaka, yani final divorce sentence, ili kukamilisha rasmi mchakato huo wa kisheria. Hii ni AyoTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.